ya Yohana pia imeombewa. Kwa njia ya kuiombea imani ya Petro, imani ya Yakobo pia imeombewa. Kanisa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana anasema lakini nimekuombea wewe ili imani yako isitindike. Maana anajua imani ya Petro ikiombewa, maana yake imani ya Yohana imeombewa. Kumbuka nilisema kwenye kila familia wako. Kwa hiyo maana yake ni kama Yesu anajua ni majira yangu ya kuondoka. Kwa kuwa ni majira yangu ya kuondoka sasa, Yesu anachokifanya ni kuiombea imani ya Petro. Maana yake ndani ya imani ya Petro ilikuwa inategemewa na imani ya Yohana na imani ya Mathayo. Kwa hiyo imani ya Petro ilibeba na imani za wale wanafunzi wengine. Kanisa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana Yesu kwenye mstari wa Mathayo 16:14 kiendelea baada ya Petro kujibu anamwambia nawe ndiwe Petro, juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Ndiwe maana yake anamwambia nami nakupa funguo. Sasa watheolojia wanasema kanisa. Na leo ukipata nafasi ya kwenda Israel kwenye lile ziwa ambalo Petro alikuwa akivua samaki, pembezoni wamejenga picha yake, wamejenga sanamu lake. Utaona Petro amevaa kofia ya kiaskofu, Petro amevaa na joho la kiaskofu, Petro kwenye mkono wa kulia ameshika ile fimbo ya kiaskofu na ameshika mkono mwingine ameshika zile funguo, maana yake mamlaka. Tunaelewana na ukisoma Katoliki tunaelewana sasa utasema si mapadri hawaoi. Mbona Petro alikuwa ameoa kiasi kwamba Yesu alienda kumponya mkwe wake Petro? Karne ya kwanza na ya pili mapadri walikuwa wanaoa, baada ya hizo karne nyingine ndio wakaacha. Kwa hiyo ukienda hata pale Vatikani, ile madhabahu kubwa pale ya kanisa Katoliki wanaita madhabahu ya Santi Peter, maana yake kwa jina la nani? Kwa jina la Petro. Na ndipo mahali ambapo kuna mwalimu wangu mmoja ni mwalimu wa muziki Dr. Sururu, juzi tu alikuwa pale Vatikani, anasema alifika mpaka mahali kaburi la Petro lilipo. Kwa hiyo mahali ambapo Petro alipokufa, namna ambao ukisoma ile historia mitume walipokufa, kwa hiyo Petro alizikwa pale. Kwa hiyo wanaita ni madhabahu kwa jina la Petro, kwamba wanamheshimu Petro kama papa wa kwanza wa kanisa Katoliki. Na ndio maana ile madhabahu wakaipa heshima ya jina la Petro. Tumeelewana Kanisa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Na sio madhabahu tu ya kawaida. Mwalimu anasema kwenye ile madhabahu ya St. Peter ukiingia hapa, sisi wakati tunapambana kuweka marumaru, kuweka tiles hapa chini, wao huko chini walitengeneza kwa dhahabu. Maana yake chini iliminwa dhahabu. Hii dhahabu kama dhahabu iliwekwa pale chini kwa namna ya kujenga ile madhabahu. Kwa hiyo Petro anasimikwa kuwa askofu wa kwanza. Sasa huo ndio ubora ambao hawa watu waliuona ambao Petro anao. Ndio ubora ambao Yesu aliuona Petro anao. Ambe nawe ndiwe Petro, juu ya mwamba huu nitalijenga. Wewe anamsimika. Sasa anapomwambia Petro nami nimekuombea wewe, kuna aina ya ubora ambao Yesu Kristo anauona kwa Petro. Wewe Yesu anajua kanisa hili nikiliacha mikononi mwa Petro, hili kanisa litaenda vizuri. Ndio maana anamuombea Petro. Sasa hapo ndipo tunapokuja kwenye somo letu la nguvu ya imani iliyobeba kesho kwa ajili ya kesho ya wengi. Kwa hiyo Yesu alijua kesho ya kanisa akiliacha mikononi mwa Petro, aina ya imani aliyokuwa nayo Petro, lile kanisa litaenda mbele. Aina ya imani aliyokuwa nayo Petro inahitajika na wale wanafunzi wengine. Jambo la tatu Yesu alichokiona kwa Petro ndani yake alikuwa na huduma ya kuwatia moyo wengine. Ndio maana anamwambia nawe utakapoimarika waimarishe ndugu zako. Nawe utakapoimarika. Maana yake ni hii, Yesu alijua baada ya kuliacha kanisa mikononi mwa mitume. Kwa mfano kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume ile mlango 12 unaona Yakobo anakatwa kichwa. Baada ya Yakobo kukata kichwa, sasa fikiri wewe ndio mwanafunzi wa Yesu. Pengine wewe ndio Tomaso uko pale. Wewe ndio Mathayo uko pale. Unasikia ndugu yako Yakobo amekatwa kichwa. Ni nini kinatokea? Katika hali ya kibinadamu, imani huwa ina tabia ya kuinama. Kwamba kama wamemkata kichwa Yakobo, bila shaka kituo kinachofuata ni nini? Sasa katika hali kama ile ya wanafunzi, mioyo yao inapoinama,
Petro anapokuwa imara, kazi yao ni kuwatia moyo hawa wanafunzi wengine. Kwamba jamani, ingawa Yakobo amekatwa kichwa, lakini sisi bado tuna uwezo wa kuinuka na kuendelea mbele kwenda kuihubiri Injili. Wewe anapomwambia nawe utakapoimarika uimarishe ndugu zako, aliona aina ya huduma ambayo Petro alikuwa nayo ni ya kuwatia moyo wengine. Ndio maana Yesu anamwambia nimekuombea wewe, kwa sababu alijiona imani, kwa sababu aina ya imani Petro aliyokuwa nayo hakuna mwanafunzi mwingine alikuwa nayo, lakini ndani ya Petro kulikuwa na huduma ya kuwatia moyo wengine. Kwamba kesho ya hawa wanafunzi wengine Yesu anaiacha mikononi mwa Petro. Sasa kiwango Yesu anaiacha ile kesho ya wanafunzi wengine mikononi mwa Petro, uwe na uhakika na vita yao hivyo Petro ataibeba. Kama adui anajua nikivuruga imani ya Petro, nimevuruga na imani ya Yohana. Nikivuruga imani ya Petro, nimevuruga na imani ya Tomaso. Adui hawezi kuhangaika na Tomaso, wala adui hawezi kuhangaika na Yohana. Adui atahangaika na Petro kwa sababu anajua maisha ya hawa wanafunzi wengine yako mikononi mwa Petro. Kesho ya hawa wanafunzi wengine iko mikononi mwa Petro. Kwa hiyo badala ya kuhangaika na hawa, atahangaika na Petro. Anajua nikimzuia Petro, nimemzuia Yohana. Nikimzuia Petro, nimezuia hili kundi kubwa la hawa wanafunzi wengine. Kwa hiyo Mungu anapokubebesha kesho ya wengi, anakubebesha na vita yao pia. Kanisa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Na kama unajua uko hapa lakini ndani yako una kesho ya wengi ambayo umeibeba, maana yake kuna vitu kwenye maisha mimi nasema lazima upunguze. Tuna Wakristo wengi leo, unajua mtu akisema anashika Biblia anasoma, ni rahisi anasema nasinzia. Mchungaji mimi najitahidi kusoma Biblia nasinzia, lakini huyo akisema anasoma gazeti hasinzii. Ukijua Mungu amekubebesha